upepo wa afya, upepo wa kustawi, ukishika vitu vishikike, ukishika ng'ombe washikike, ukiolewa uoleke, sio unachuliwa leo umeachika, unatabiri kinabii, kwenye hiyo bomba utabiriki utatawala, kuna kaupepo katapita. Sema baraka zitanifuata. Maliza Habakuku mstari wa ngapi chapu niondoke hapa. Ugonjwa unaanza kuondolewa leo. Nasema ugonjwa unaanza kuondolewa sasa hivi hapa. Ugonjwa unaondolewa sasa hivi hapa. Sema sasa hivi. Sema sasa hivi. Sema sasa hivi. Anasema atakuondolea nini? Ugonjwa hapata kuwa na mwenye kuharibu mimba. Utasa wa biashara itakuwepo. Utasa wa kufuga itakuwepo. Utasa wa kupakata watoto itakuwepo. Utasa wa kujenga na kuishia njiani itakuwepo. Utasa wa kuzaa na vitu kufa itakuwepo. Hapata kuwa na mwenye tasa. Na kutabiria kuanzia sasa umeshapanda level ya baraka. Kuanzia sasa kila uchao umeharibika. Kuanzia sasa kila neno limeharibika. Kuanzia sasa maadui wako wamekupusha kwa jina la Yesu. Neno liko nako tu. Sema Mungu Baba, asante kwa tarehe ya leo. Asante kwa siku njema na wakati kama huu. Naomba rehema, naomba toba kwa jina la Yesu. Kuanzia sasa hivi naomba kuoshwa kwa damu yako. Andika jina langu kwenye kitabu cha uzima. Futa jina langu kwenye kitabu cha hukumu. Kuanzia sasa kile kitabu changu kilichoandikwa mambo mema, sasa hivi na kihitaji, na malaika wa vita na malaika wa ujumbe waanze kufanya kazi. Yale niliyoandikiwa kabla misingi ya ulimwengu kuandikwa, kuwekwa, yale mema niliyoandikiwa, mema ya kuzaa, mema ya ujenzi, mema ya kupakata, mema ya kufurahia, yale mema ya biashara yaachiliwe sasa hivi. Sema kila aliyenitesa mwaka huu nawatangazia leo, nimesikia mnazo taarifa yangu. Aliyenitesa kwenye iboma kwa njia ya maneno, kwa njia ya uchawi, kwa njia ya irizi, kwa njia ya laana, kwa njia ya kuniumiza, nawatangazia. Sema kwa sauti. Nitaolewa kwenye hii familia, nitaoa kwenye hii familia, nitafanya biashara eneo hili, nitaajiriwa kwenye hii kampuni. Hivyo nawatangazia. Sema kwa sauti, kila mtu awe rohoni. Sema nawatangazia. Siko kwa bahati mbaya kwenye hii kampuni. Mume wangu hayuko kwa bahati mbaya. Mke wangu hayuko kwa bahati mbaya. Sijazaa kwa bahati mbaya. Enyi wachawi, enyi roho za mizimu walioandika mambo mabaya, na watangazia. Siko kwa bahati mbaya. Yuka aliyeamuru nizaliwe, yuka aliyeleta kwenye hii familia, na watangazia. Moto unakuja. Nyosha mikono juu. Simama kwa miguu yako. Jana mnatoka muda sio mrefu. Sema na watangazia. Nyosha mikono ulikotoka, elewa vitu vya watu vinaharibika. Sema na watangazia. Kwenye hiyo
Sema kwa sauti. Sema ewe mauti, nikiwa hapa, sauti yangu ni sauti ya radi, ni sauti inayopita, haitazuiliwa. Inapita baharini, kona za barabara, kwenye jua na mwezi, makaburini, getini, shambani, nyuma ya nyumba, nyuma ya jiko, vitu vilivyozikwa. Naita moto. Kila mazishi iliyoandaliwa kwa njia ya ajali, kwa njia ya presha, kwa njia ya mauti, kwa njia ya kuumwa kichwa, kwa njia ya kisukari, HIV, roho yoyote iliyoandaliwa eti nizikwe, mama azikwe, baba azikwe, nizike mtoto, nizikwe mimi, roho ya mateso, nanyosha mikono. Nyosha mikono ulipotoka. Nimechoka lakini Mungu atani. Nanyosha mikono. Baba, nakataa roho ya mauti, nakataa mazishi, nakataa kilio, nakataa maumivu. Waliojipanga watuchinje, watuowe, watuchinje, wapunguze familia ya kwetu, na watangazia. Kila mtu awe rohoni. Sema na watangazia. Moto unawaka kwenye hii madhabahu. Nawasha moto, nawasha moto, nawasha moto. Ibada za Freemason, ibada za kichawi, ibada za kafara, ibada za faraka, ibada za mateka, ibada za kutekwa mme, ibada za kutekwa mke, ibada za kutekwa mwanaume, ibada za kuteka nyota ya biashara. Nawasha moto kwa jina la Yesu. 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 Iwe getini, iwe shambani, iwe kwa kaka yangu, iwe kwa mdogo wangu, iwe kwa rafiki zangu. Nawasha moto. Hebu washa moto, hebu washa moto, hebu washa moto, hebu washa moto. Wateketeze. Maombi yako yanasafiri. Kuna malaika naona wanashuka hapa, wanasafiri ulikotoka. Washa moto, washa moto. Kuna wachawi watatu wanateketea kwenye ardhi ya mtu, eti wamepanga wamuue mwanamke mmoja. Wanapanga, wanasema kwa nini ameokoka, kwa nini anatuharibia vitu. Washa moto. Tamka tu, wao wanakuona, ila kwa sababu waoni unafanya mizaa. Fanya vita, fanya vita, fanya vita. Rapapapa, ripasaka, rapashamba. Asante kwa watu wanaoomba. Namwona dada ambaye anabeba familia ya mama yake, anabeba ndugu zake, anasema Mungu, nabeba mzigo mzito, sijui namna ya kuwasaidia, sijui namna ya kuwasomesha. Nina vita mpaka kwa mama mdogo, nina vita mpaka kwa ndugu zangu, nina vita kwa mama wakubwa. Mungu anasema kuna fire inaingia ndani yako, utabeba familia mama yako. Ni majira mapya, ni majira mapya. Na mbona mtu anayebeba familia yako anavuka nao, vuka nao, vuka nao, wakumbatie. Kuna wamama watatu na vijana watatu na wazazi watatu, naona wanakumbatia watoto wao. Na muulize Mungu, anasema wanakumbatia kama kuku akumbatia vifaranga vyake. Wanawakinga na roho ya mauti. Vuka na watoto wako, vuka na mzaliwa wa kwanza, vuka na mzaliwa wa pili, vuka na mzaliwa wa tatu, vuka mpaka na wa mwisho. Vuka na mke wako, vuka na mume wako. Rapapapa, ripapapa, rupeshaga. Asante kwa watu wanaoomba. Kataa roho ya faraka, kataa roho ya faraka. Bomoa kabati zao, vunja viungu vyao, kata nyoka zao, kata wanyoka wanaokutokea kwenye moto, kata wanyoka wanaokutokea kwenye maono, kata wanyoka, kata hiyo jeneza. Kuna mtu anaomba, anaona picha ya mazishi, anaona picha ya jeneza. Kata hiyo jeneza, kata, kata. Rapapa, tumia damu ya Yesu, tumia jina la Yesu, tumia damu
shanda. Jamani tuombeni. Jamani tuombeni. Laiti ungejua ninavyosema. Jamani tuombeni. Tuna siku chache za kumaliza mwezi. Lakini shetani hapa katikati wanafanya ibada. Vuruga ibada zao. Vuruga ibada zao. Yatarama. Mungu nitie nguvu. Mungu nitie nguvu niombe. Mungu nitie nguvu niwatoe watu wako. Mungu nitie nguvu. Tia huyo dada nguvu. Tia huyo kijana nguvu. Kuomba kwake mwenye haki. Kwa sasa na chomba kwa bidii. Weka moto. Weka moto. Sabalatisha makabati yao. Fatwa pasua. Pasua hiyo viungo vyao. Walivyoweka chukizi. Walivyoweka nywele za watu. Walivyoweka kucha za watu. Kamata hiyo silifa walioipa. Hiyo noti walioshikilia kwa mganga. Chana kwa moto. 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 Nenda kwenye malango ya biashara. Nenda kwenye malango ya kazi yako. Nenda kwenye malango ya kupigiwa simu. Waambie mnipishe. Waulia kani sipate simu ya baraka. Waulia nichafua mwaka huu. Kamata. Kata kata. Fanya kitendo cha imani. Fanya kama unakata. Fanya kama unamuondoa. Nenda rohoni. Nenda rohoni. Hata kukaa mwilini. Nenda rohoni. Kila mtu aombe. Kila mtu aombe. Natamani kuona kila mtu akifanya vita. Nenda aliko kahaba wa mume wako. Mwambie inatosha. Enough it is enough. Inatosha. Ulivyoniumiza kwenye ndoa. Inatosha. Ulivyokula inatosha. Hautavuka na huyu mwanaume. Naachia roho ya faraka kati yako na yeye. Naachia roho ya faraka. Vitu ulivyotumia kuteka fahamu zake. Hizo vitu viungue moto. Kataa, kataa. Kila mtu kataa roho ya mauti. Kila kitu kataa. Roho ya mauti kwenye ndoa. Roho ya mauti kwenye afya. Roho ya mauti kwenye tumbo la uzao. Taja familia yako. Taja familia yako. Taja ndugu zako. Wataje kwa majina. Sema fulani. Pray na kuweka kwenye listi ya kuvuka. Mama na kuweka kwenye listi ya kuvuka. Kaka na kuweka kwenye listi ya kuvuka. Maana imeandikwa hesabu ya miaka yao itatimia. Hesabu ya mama yangu. Hesabu ya miaka yake. Hesabu ya miaka ya dada yangu. Hesabu ya miaka ya watoto wangu itatimia. Sitakufa nitaishi. Ninasimulia matendo makuu ya Bwana. Sitakufa mpaka nimemaliza hii nyumba na nitaishi ndani. Maana imeandikwa hawatajenga nyumba akakaa mtu mwingine. Hawatapanda mizabibu akala mtu mwingine. Endelea kuomba. Tunaelekea kumaliza mwaka. Bado siku 10 na kamata hiyo siku 10. Waambie shetani hakuna atakayelia kwenye malango ya mama. Hakuna atakayelia. Hatalia, hatalia. Tunavuka na wao. Tunavuka na wao. Kuna dada mmeweka yuko nyumbani. Anategewa roho ya ajali. Asirudi nyumbani. Tegua hiyo ajali. Tegua roho ya mauti. Tegua roho ya ujambazi. Tegua, tegua, tegua. Tegua roho ya ujambazi. Viete vyako vyote na vitamkia nguvu za Mungu. Hiyo vyote vipate kibali. Hata kama una vyetu, nguvu inapita kwenye huo mfuko. Rapa papa. Kuna mtu ana vyetu. Hizo vyetu vinatakaswa. Kazi ni haki yako. Ripa papa. Ripa shaka rapa. Ripa. Kuna nguvu inashuka jamani. Kuna nguvu inashuka jamani. Kuna watu wanahudumiwa. Naona wingu linashuka. Yesu akiniambia nipe niwahudumie. Kuna watu wanapokea vipawa. Kuna watu wanapokea vipawa. Kuna watu wanapokea anointing. Kuna watu wanapokea waume. Kuna watu wanapokea ajira. Kuna watu wanapokea upenyo. Ripa baba. Risako riapa. Yatarama shaka. Yatarama saka. Ripa shaka. Rope saka. Ripa. Kuna mtu anapenda kitofu. Kitofu wamekaa mashetani. Wanataka kutumia kitofu chake ili yeye aondoke kwenye hiyo ardhi pepo. Kwenye hicho kitofu. Achia kitofu chake. Achia tumbo lake la uzao. Achia tumbo lake la kuzao. Rapa shaka. Achia tumbo lake la chakula. Achia tumbo la kubeba watoto wa kike na wa kiume. Achia mabega yake. Achia miguu yake. Huo moyo uliotanuka kwa mama yake. Huo moyo uliyomshipa na rudisha. Hapone sasa katika jina la Yesu. Kuna mtu mama yake mmishipa imetanuka. Anashinda kwenye kifua na anawaza nitavuka naye kweli. Mungu anamponya. Na wewe wamekushambulia. Mungu anakuponya. Unavuka kwa kishindo cha ajabu. Ripa baba. Yatarama saka. Pepo mauti. Achia ardhi yake. Achia uzao wake. Achia maisha yake. Ripa rapa shanda. Tunanyunyiza damu ya Yesu.
Kuna watu wamefunikwa mwaka huu wasionekane kwenye eneo la uchumi, kuolewa na kuoa, kwenye ndoa. Nasikia sauti inaniambia bomoeni kuta, alafu nao linanijia kwenye kitabu cha Malaki. Anasema wao watajenga ila mimi Mungu nitabomoa. Na Mungu anabomoa kupitia vinywa vyetu. Nyosha mikono ulikotoka. Kila ukuta uliojengwa usionekane wewe na watu sahihi. Usionekane kwenye mafanikio, usionekane kwenye utumishi, usionekane kwenye ajira. Utaonekana. Kuna watu hamtalia tarehe moja, hamtalia huu mwezi, hamtalia wakati mnamaliza mwezi. Kuna majeraha yatatibiwa. Nikisema moja, sema nabomoa. Moja, sema kwa jina la Yesu. Mbili, sema kwa jina la Yesu. Tatu, sema nabomoa kila ukuta uliojengwa kwenye maisha yangu nisionekane mimi. Leo nabomoa. Aliyejenga yamdondokee yeye. Ya tatu, nne. Naona dada nyota yake inang'aa, atatafutwa Moshi, mwingine atatafutwa Mbererani. Ndio, kuna dada anatamani kuolewa, amekuwa na maumivu kwenye ndoa. Mungu anabomoa ukuta ambaye mtu wake hakuoni. Kuna kuta zinabomoka. Kuna mtu ameachwa, amebaki mwenyewe. Kuna saa naona kwamba hana msaidizi. Kuta zinadondoka, hautabaki mwenyewe. Tano. Sema kwa jina la Yesu. Popote unakonisikiliza na kunitazama, kuta zinadondoka. Nafungua milango ya simu, nafungua mawasiliano ulimwengu wa roho. Helikopta ya mbingu iseme na wewe, mbingu itembee na wewe. Nyasita. Kuna mtu anasema nabomoa, naona watu wakilia nyumbani kwake. Alafu naona anasema nabomoa hizo kuta. Naona kuta zinaanguka, inawaua wachawi, inamaliza ibada zao. Wanakimbia, na usiwapo wakimbie, hata mkikimbia nitawafuatilia shimoni, nitawafuatilia baharini, nitawafuatilia kona zote. Sema fire! Sema utakimbia. Hiyo mazishi yangu eti niliandaa. Namuona mwanamke mnene akiniambia kwa nini amekini? Kwa nini amekuja kwako? Sikutaka. Nilitaka nimfanye mboga. Ananyota. Nilitaka nifanye mazishi yake. Haya yatafanyika. Angalia moto. Watu kwa jina la Yesu. Hautamuua huyo dada. Hautamuua hata watoto wake. Ulipanga kumuua na kisukari. Umeshindwa. Presha umeshindwa. Kansa umeshindwa. Mateso ya mbalimbali umeshindwa. Afya ameshinda. Ameshinda hiyo mauti. Sitasema nabomoa. Imeandikwa ametufanya kuwa rungu na silaha zake za vita. Weka mikono juu kama rungu. Baba, ukamwambia Yeremia, nakufanya kuwa rungu na silaha zangu za vita. Ule mtu apokee rungu sasa hivi. Ukati mikono juu. My God, kuna watu wanaua maadui vibaya sana. Na shetani anaona hiyo mikono ile sio mikono. Anaona rungu. Kuna watu watatu Mungu anawatumia kama silaha za vita. Mmoja wana roho ya kijuchi ndani, na wamekuwa na mzigo na madhabahu na kazi ya Mungu, na ndani yao wanapenda kuomba na wana mzigo wa kubeba kazi ya Mungu. Na Mungu anasema ni watumishi wangu wanavita kwenye malango. Kuna wamama watatu wanavita kwenye boma wanisopo, wanavita mpaka kwa mashemeji. Wakati mwingine mpaka akimsalimia shemeji mtu anaona kwamba anaonekana kama kinyaa. Hajiani mbele yao. Wanabeba roho ya kitajiri ambayo ndio kuona. Wanabeba roho ya kitajiri. Kufanikiwa kwenye ile familia ni za wao, kuinuka kwenye hizo familia ni wao. Lakini wakati mwingine wanachochoa mpaka waume zao, wawachukie wake zao. Lakini Mungu anasema anachokibeba
mtumishi, angalia malaika analeta kipawa chake na nyota yake itang'aa, hawatamweza bado. Anavuka mwaka na kishindo cha ajabu. Aliwahi kuitwa mpaka wachawi, aliwahi kuitwa kwamba ni mchawi, aliwahi kukatiwa majina machafu, na kuna saa anajuta kuja kwenye familia, anajuta. Kuna saa mume wake hata hamtambui. Mbingu zinakutambua, mbingu zimekuona, Yesu amekuona. Kuna kitu kinaingia ndani yako. Nikiwa naongea hivi, unakabidhiwa upanga. Kuna mtu anakabidhiwa upanga, mwingine ni rungu. Naona anafanya vita, anafanya vita, anafanya vita. Wote watamrespect, wote watamheshimu mwaka huu, wote watajua na Mungu. Wote ndio huyo hapo, huyo hapo. Weka tu mikono juu, pokea upanga, pokea upanga, pokea hicho kipawa, pokea macho rohoni. Mitego walioandaa kukutegea yanateguka, yanateguka. Waganga wanaokwenda kwa siri wanaumbuka, wanaumbuka, wanaumbuka. Na fahamu za mume wako, fahamu za mke wako zinaachiliwa. Watakuona, atakuona unafaa. Nyosha mikono kwa madhabahu kisha. Nyosha mikono kwa madhabahu. Ninaona mtu anayetumia nguvu za Freemason akiniambia siwape nguvu hao watu. Nyota zao inamiliki kwenye ngoma niliyopo, na sitaki kuvuka nao kwa sababu nitaadhibiwa, maana nimeambiwa nitumie nyota zao kufanikiwa. Nyosha mikono kwa madhabahu. Aishivyo Mungu, nguvu za Mungu ziwe ndani yako, nguvu za Mungu ziwe ndani yako. Wale wanaotaka watoto, nilisema jana, nilisema wasimama hapo mbele. Umekuwa unapata watoto unazika, njoo mbele. Maana katikati ya watu usikate maombi, ndio kwa katika uwepo wa Bwana. Usikate maombi, ndio kwa katika uwepo wa Bwana. Kuna dada anamsua kwa ajili ya kaka yake. Na anasema lini utamuinua kaka yetu tupate mkombozi wa familia? Ninamwona mchawi anayesema sio Mungu amemfanya hivi asifanikiwe. Yesu. Na tumekaa kwenye kichwa chake, tulichukua nguo yake, maana yeye ni Daudi wa familia. Na ninamwona dada mtu akiwa na maumivu vibaya kwa ajili ya familia mama yake. Mungu anasema kuna nguvu inaingia ndani yako, atakutumia kama rungu, atakutumia kama panga. Kwanza kaka atavuka, walimtegea roho ya ajali na hata kufa, atavuka kwa kishindo kikubwa na atakwenda kwa Daudi wa familia. Hicho kipawa chako ambacho utaonyeshwa maadui kinarudishwa kabla mwaka hujaisha. Kuna watu watatu Mungu anasema kipawa chao kinarudishwa, kipawa ambao wakiotaka ndoto za kweli hao watu, lakini Mungu anasema nitarudisha vipawa vyao sasa hivi ili walinde familia hizi siku chache. Hakuna kitu kitakachofanikiwa. Shetani akituma kutafuta jambo kwenye familia kwao, hao watu wataonyeshwa, wataamuru vile vitu visambaratike. Weka mikono juu. Kipawa chako na neema yako iachiliwe. Kama wewe ni mjamzito na mimba zako zimekuwa zikiharibika, sogea hapo mbele. Sawa sawa, neno la Mungu linasema kwamba hapata kuwa na mwenye kuharibu mimba. Kama uliwahi fanya biashara na zikafanikiwa lakini zile biashara zikaja zikafeli, sogea hapo mbele nyuma hawa watu. Ndio simama hapo. Yaani ulikuwa na nyota ya kufanikisha vitu lakini vitu vyako vimekuwa unashangaa tu hauko kwenye ile level tena. Sogea hapo nyuma hawa watu. Kama uliwahi kuwa mfugaji na vile vitu vikatiki lakini baadaye vikafa na ukijaribu kufuga tena viendelee, simama nyuma hawa watu. Kama mwaka huu umekuwa ni mtu wa kudaiwa na unashindwa kuelewa madeni yanatoka wapi, simama nyuma hawa watu. Nikitaka kitu ujue kwamba wanavuka hao. Kama umekuwa na moyo unaenda mbio na kuishiwa nguvu na kuna saa unaona kama roho ya kifo, simama nyuma hawa watu. Utaona nguvu itakayopita hapo. Jesus. Kama umekuwa na mzigo na familia ya kwenu,
yaani ndugu, baba, una mzigo. Wewe sio mzaliwa wa kwanza, lakini una mzigo kwa ajili yao, na kila ukikumbuka unalia. Simama nyuma yao. Jesus. Kama umekuwa unaota ndoto za misiba, ndoto za kunyongwa, ndoto za kulishwa vyakula, ndoto za kuzini kwenye ndoto, na hujui unazini na nani, simama nyuma yao. Yeye mnasimama kama mnataka watoto, Mungu atakwenda kuwapa watoto. Na aliyekuwa anawatafunia watoto, kama unazika watoto, hata hautazika tena. Kila mtu panisha mikono juu za Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu yuko hapa kwa ajili ya kukuhudumia. Kuna mama wanajenga nyumba, mwaka naona tu mtu ambaye anafanya kazi ndogo. Naona wamepata neema ghafla wakajenga nyumba ya block, lakini hawajamaliza. Ninaona kaka mtu anasema mama yake ndiye amempendelea. Kwa nini ana nini? Hiyo neema imetoka wapi? Wakajenga nyumba. Huyu mdogo tu ni mdogo tu kwetu, ni mdogo tu kwetu. Neema amepata tu. Neema amepata tu. Weka mikono juu. Mungu anakwenda kufungulia mioyo yako milango ya ajabu. Na mtakwenda kupiga hiyo nyumba bati bila kutegemea mmepigaji. Rapa. Kuna mtu naona zizi la ng'ombe, ana roho ya ufugaji, lakini kila akifuga vitu haviendelei, havina mwelekeo. Weka mikono juu. Angalia hizo mikono zitaachiliwa. Huu mwaka lazima utasafiri na vitu vyako. Utasafiri na vitu vyako. Kuna watu kama saba wanabeba roho ya kitumishi ndani. Sio mpaka wao wahubiri, no, lakini ndani yao wana vipawa vya kitumishi, kuombea watu, kusaidia watu, na wana roho ya huduma, na wana roho ya utoaji. Lakini nasikia sauti ikisema uchumi wao umekamatwa. Shetani alijua wakifanikiwa kwenye eneo la uchumi, wakafanikiwa, shetani atapata hasara, maana watasaidia watu. Kuna watu watapona kupitia wao, kuna watu watainuliwa kupitia wao, kuna watu watakuwa wa kawaida, na kuna dada anabeba familia kwa na mpaka ni watoto wadogo anawasomesha mwenyewe, na mwenye kuharibu mimba. Lakini imeandikwa utaondoa ugonjwa, magonjwa yote, iwe kwenye kichwa, iwe kwenye kizazi, iwe tumboni, popote pale. Huu mwaka sitavuka na haya mateso, sitavuka. Yesu, ufanye kwangu ili na mimi nikutukuze Yesu. Ili tatizo iwe mwisho, iwe mwisho. Haya machozi nisivuke nao. Sema kwa sasa, sema sitavuka nao. Kilio cha kutopakata, kilio cha kutojenga, kilio cha kutofanikiwa, kilio cha kutobarikiwa, kilio cha kutokuabudu kwa amani, sitavuka navyo. Ewe ardhi ninapoishi, sikia sasa, mimi sio yule aliyekuja asubuhi akakuacha akaja hapa madhabahuni. Anayerudi sasa hivi ni mwenye mamlaka, ni mwenye utiisho, ni mwenye nguvu. Iyo ardhi ianze kunitambua. Iwe shetani unapitia kwa baba mkwe, mama mkwe, majirani, mwali, rafiki, anarudi nyumbani, sio yule tena. Mitego mliotega Krismasi hii, mwaka mpya huu, hayatafanikiwa kwa kinywa cha Bwana. Malaika mlioko hapa, tembeeni juu yangu. Kitanda changu kiwe kitanda cha baraka, sio kitanda cha mawazo mabaya, sio pressure, sio mateso, sio kukosa usingizi. Kitanda changu kiwe kitanda cha kubeba watoto, cha amani, cha mipango ya heshima. Kuanzia sasa nachora mstari mwekundu, hamtaniona kwa jina la Yesu. Weka mikono juu, ishara kupokea kitu. Weka mikono juu, ishara kupokea kitu. Roho Mtakatifu, nauliza uwepo wake. Kila mtu awe rohoni. Roho Mtakatifu, nauliza uwepo wako. Unafahamu mioyo ya watu hao, unafahamu shida zao,
Unafahamu mateso waliofungiwa kwenye matumbo, kwenye miguu, kwenye vichwa. Unafahamu mikono yao ilipofungwa. Hivyo Roho Mtakatifu na kusicho wagusi. Weka mikono juu. Sema niko tayari kupokea haja ya moyo wangu. Kuanzia sasa niko tayari kupokea haja ya moyo wangu. Kuanzia sasa. Kono moja weka juu, kono moja weka kwenye kifua. Roho Mtakatifu, leta majibu ya watu hao. Leta majibu ya watu hao. Bahari ya Shamu iko mbele yao. Wanahitaji kuvuka. Wanahitaji kuvuka. Musa akamwambia Farao, hata huko watu hatutaacha, tutavuka na vitu vyetu. Huyu mtu amesimama hapa, Bwana anataka kuvuka na vitu vyake. Abisema Yesu, asante. Maana roho iliyokuwa imekaa juu yangu imetoweka. Roho Mtakatifu, njoo na majibu. Kuanzia sasa. 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 Kila kilichokuwa kinaharibika hakitaharibika tena. Kila kilichokuwa kinaharibika hakitaharibika tena. Kila kilichokuwa kinaharibika hakitaharibika tena. Pokea unachotaka. Pokea watoto wa kike na wa kiume. Pokea. Shika lako. Niambie. Umezika watoto 6. Niambie. Inatosha ulivyolia. Na chini ya nguvu hii kukingi na ikulinde na ikutunze tangu tarehe ya leo. Afungua kizazi chako haraka sana na kuamuru mapepo na majini wanaokunywa damu yako na watoto wako kwenye 1, 2, 3, 4. Hapata kuwa na mwenye kuharibu mimba katika kizazi chako tena. Mwaka tunaoingia unavuka na uzao wako. 4, 5, 6. In Jesus' name. Majira kama hayo utaitwa mwanamke mwenye watoto. Imekuwa. Hutalia tena kwa ajili ya uzao. Aliyekuwa anafanya kazi na mpofusha na mlaani, hizo damu alizomwaga inatosha, yamrudie mara 7. In mighty Jesus. Achia tumbo lako haraka. Achia kizazi chako haraka. Damu alizokunywa inatosha. In Jesus' name. Unaondoka na watoto kama Mungu wako aishivyo. Majira yako ya kupakata watoto imefika. Hebu kama wazazi hao watu wako hapa karibu wasikie hapa, hao ambao wamekaa muda mrefu bila kupakata watoto. Okay, leta mkono. Mtoto wako ana vita vikali kwenye ngani. Ana vita vikali, Mungu amsaidie. Anahitaji neema ya Mungu. Mungu amsaidie. Mungu anaambia tena Mungu amsaidie. Mungu akamsaidie tu. Na msiwe mbali naye.
kwa mawasiliano, kwa kumtia moyo. Kuna vita, unaelewa? Kuna vita na hata wananena vibaya kuhusu kizazi chako. Hivyo yeye msiongee lolote, tamkeni tu baraka na msikasike lolote. Mungu atakwenda kumjalia baraka. Mamake yuko hapa, nipe mkono wako. Mkono wako kaa huko, nipe mkono wako. Kama ambavyo mamake alipakata watoto wa kike na wa kiume, aliyekaa kwenye tumbo lako la uzazi akitabiri mambo mabaya juu yako, ninaachilia nguvu ya Mungu kupitia kiganja cha mama yako ambaye ameshazaa watoto wa kike na wa kiume, kwamba watoto wa kike na wa kiume waingie, na aliyekaa kwenye kizazi chako afunge virago sasa hivi, ahame. Maana wewe sio tasa, wewe ni mwanamke halali wa ndoa. Na paka mafuta kwenye mikono ya mama yako, peleka chini ya kitofu. Nasema nguvu zote za kuzimu, mwachie kizazi chake, mwachie kizazi chake from now, sasa hivi. Sasa hivi huo mkono ni ishara, inabeba watoto wa kike na wa kiume. Hapata kuwa na mwenye kuharibu mimba wala aliyetasa katika tumbo la mwanamke. Nipe mkono wako tena, peleka chini kitofu. Huyu mamako yupo? Mamako yupo? Haupo mama hapa? Nipe mkono wako. Kama Mungu aishivyo, naingiza leo watoto wa kike na wa kiume. Huyu mwanamke na mwanaume ambao wanakula watoto wako hawatakula tena. Peleka chini kitofu. Mshike mtoto kwenye kiuno. Wewe una mzazi hapa? Hayupo? Haya. Wewe kishika mkono chini kitofu. Na shetani, nguvu za giza wako yuko hapa. Yuko hapa, mwite. Mwite, anaitwa nani? Mwite. Gideon. Njoo hapa Gideon. Unampenda kubeba watoto? Miaka 3. Njoo kubeba watoto. Ulichelewa kutoa sadaka? Chelewa. Kuna watu wamechelewa kutoa sadaka jamani, mkiwakumbusha watu. Unaweza ukatoa tu hapa kwenye chombo, katoa sadaka kwa pale. Nipe mkono wako tena. Anabeba watoto huyo. Simona mke wako. Miaka 3. Uliwahi kubeba? Nilibeba mmoja. Yuko wapi wa mmoja? Yupo nyuma. Hakika wapi? Unatafuta mwingine upate. Wanasema shida nini? Nabeba tu natoka. Inatoka baada ya miezi 5, nafikisha 5 inatoka. 5 inatoka. Okay. Sasa nataka mwaka mkabebe watoto. Nataka kwenye bomba la mwezi wa 6 msimame hapa kwamba watoto wameishi. Umeelewa vitu kama hizo? Okay. Story cha presha mke wako. Haya. Hii ni ndoa halali katika ulimwengu wa roho. Pepo wachafu mliokaa kwenye kizazi kwa sura yote, leo nawategua, hamtaishi tena. Shika kama cha mume wako. Kuanzia leo naamuru watoto wa kike na wa kiume waje kwako. Kuanzia leo. Kuanzia leo. Mwanamke mmoja aje hapa. Okay. Shika chini kitofu cha dada. Kuanzia leo nguvu za giza iliyokaa kwenye dirija ikaweka giza. Nguvu za giza zilizokaa kwenye kitanda mlalayo hairuhusu utunge mimba. Nguvu za giza inaokula mayai, inaozuia mbegu za kiume. I speak now. Ile tumbo limewekwa na Mungu kwa ajili ya kubeba watoto, kubeba wafalme. Na sikia ndani kwangu tumbo lake linafunguka. Limefunguka hivi. Ndio kitu kimeshaingia. Ndio. Na ipete na mkono. Ipete na mkono. Ipende hizi kitu. Kitu kitoka haraka sana. Haya. Naingiza jambo la baraka kwenye kizazi. Sasa hivi. Ndio, bado kuna kitu naingiza bado. Rudisha tena kwa jina la Yesu.
Aya, atoke kwenye kizazi. Atoke kwenye kizazi haraka sana. Watoka haraka sana, haraka sana, haraka sana. 1, 2, 3, 4. Inatosha. Umeingizwa kwa maneno, umeingizwa kwa njia ibada, kwa namna yote. Hautakaa tena. Hapa watoto wanaingia. Hapa ataitwa mwanamke shujaa. Nini? 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 Utaki beba watoto? Kwa nini utaki? Kwa nini utaki? Hapana mimi. Wewe ni wewe mwanamke au mwanaume? Wewe mwanamke. Wapi? Alikozaliwa alikolewa. Alikozaliwa. Unamfuatilia? Kwa nini unamfuatilia? Ukutaka olewe, ukutaka kabebe watoto? Ukutaka olewe. Nipe mkono wako kati ya mtu ambaye atakwenda kuzaa na huyu. Unaona moto unaoleta kwenye kitofu? Chungu yako na ipasue. Peleke mkono chini ya kitofu. Anapasuka huyo na anaharibiwa. Mighty Jesus. Tangu sasa utazika tena watoto na hawatakufa. Mmoja njoo, mke mmoja ya tofu. Naingiza watoto wa kike na wa kiume majirani. Utaitwa mwanamke mwenye watoto. Nguvu zote za giza haendelea. Nachukua watoto kwenye akaunti ya baba, naingiza kwenye tumbo lake. Imekuwa. Nipe tena. Peleka chini ya kitofu chake. Mwaka ingekuwa tamsi. Tayari watoto wapo ndani yako. Wapo ndani yako. Mwanao atapakata safari hii. Kono mamako ni ishara amewazaa. Hiyo roho haiko kwako ya utasa. Pokea roho ya kuzaa kama wanawake wengine wa Kiebrania. In Jesus name. Jesus name. Yesu Kristo anakuponya. Ufunguliwa. Utakufa. Ulikuwa umeandaliwa kifo lakini leo nimekufufua. Yesu Kristo anakuponya. Yesu Kristo anakuponya. Usiki tena mama. Usiki tena. Utapakata safari. Mimba yako itateseka tena. Amen. Nyosha mikono juu. Nyosha mikono juu. Huwezi kuchoka sana. Mimba yako haitateswa kuanzia leo. Utapakata. Umevuka viwango visivyofikika. In Jesus' name. Nyosha mikono yako juu.